kushinda maisha ya masumbufu. Kuyashinda masumbufu maishani, naweza ukasema hivyo, kuyashinda masumbufu maishani. Kuyashinda masumbufu maishani. Kuyashinda masumbufu, mahangaiko maishani. Amina. Tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa mashaka, wasiwasi mwingi, kutokutarajia kwingi. Huna uhakika na nini kinatokea dakika chache zijazo. Dunia yenye vurugu, dunia yenye maumivu, pressure nyingi ya matarajio. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unayo matarajio yanayotoka ndani. Kuna matarajio jamii na kutarajia, kuna matarajio ndugu anakutarajia, kila sehemu matarajio. Mengine ni kutoka ndani yako wewe mwenyewe. Na hivyo wakati wote hatuna utulivu, hatuna kutulia. Mtu mmoja ananielewa? Hatuna kutulia. Kiwaza ada za watoto, unaumwa, unawaza bili za kwenda hospitali, unawaza mambo yanayoendelea, unawaza na kuwazua. Moyo wa mwanadamu unashindwa kutulia kutokana na misukumo na minyukano hiyo mingi. Bila kujua, shetani amemtengenezea mwanadamu ajenda ambayo ndio inachukua muda wake mrefu. Vitu na mali za dunia hii, shetani ametengeneza kuwa ndio suluhisho la vitu hivi. Kweli si kweli? Kwa hiyo matokeo yake, kila mmoja wa mwanadamu yuko kwenye kufukuzana. Tuna lugha zetu, nafukuzana na maisha. Kilicho ndani kinachofanya huko kufukuzana, kupambana, ni kwa sababu kuna hofu imekamata ndani ya moyo wa mwanadamu. Ana wasiwasi akiyafikiria, kuna pressure. Kila kitafakari, ile pressure inamtoa katika mstari unaotakikana kuwa. Anawaza hiki. Na shetani alivyo i-design, ameiweka kana kwamba ukipata fedha na mali za hapa duniani utatulia. Kweli si kweli? Ndio ilivyotengenezwa. Ndani ya moyo wa mtu atakuwa anajisikia hivyo, anatamani. Yaani anaona kama nikiweza kupata hiki, nikapata hiki, kikawa hivi, akaunti yangu ikawa nene kiasi hiki, nikawa na mali hii, nikawa na uwekezaji huu, nikawa na hiki, nitakuwa na uhakika na usalama, nitakuwa na uhakika wa kesho, nitakuwa na usalama wa kesho yangu, nitakuwa na uhakika na usalama wa watoto wangu. Asubuhi ninayo habari njema kwa ajili yako. Hata kama ukipata hivyo, moyo wa huyo mtu bado utataka zaidi na zaidi. Hakuna utoshelevu nje ya Kristo Yesu. Utoshelevu wa kweli, kutulia kwa kweli, kutulizana kwa kweli, kunapatikana ndani ya Kristo Yesu. Lakini pamoja na ukweli huu, tunalikuta hata kanisa limeangukia kwenye mahangaiko. Kanisa, naposema kanisa manake watu wa Mungu. Haya mahangaiko tunayoyaona huko duniani, kuishi kwa hofu. Sio kesho itakuwaje? Sio kesho kutu itakuwaje? Mtoto yuko darasa la kwanza, mtu tayari ana hofu atakapofika sekondari sio itakuwaje. Unanielewa? Hofu, mashaka, masumbuko, taabu. Na vyote hivi Ibilisi analenga atutoe kwenye kitu cha msingi, atuelekeze kwa anakotaka yeye. Kwa sababu ya mazingira hii, leo waamini kwa kujua au kutokujua wamejikuta pesa na mali amekuwa Mungu wao. Mtu mmoja ananielewa? Amekuwa bwana wao. Unaweza usijue, lakini bwana ni nani katika maisha ya mtu? Ni yule anayeamua ufanye nini. Si ndio hivyo? Kwa lugha rahisi, bwana ni yule anayeamua ufanye nini, anayetawala maisha yako. Mipango yako yote inaongozwa na huyo bwana.
vipaumbele vyako vyote vinaongozwa na huyo Bwana. Matumizi yako ya muda yote yanaongozwa na huyo Bwana. Ndio unavyojua nani ni Bwana katika maisha yangu, nani anayatawala na kuyaongoza maisha yangu. Sasa shetani akija yeye moja kwa moja, utasema huyu ni shetani, si ndio hivyo? Ametumia mfumo wa bwana mwingine aliyemkasimisha utawala wake. Kama jinsi Mungu alivyokasimisha kanisa kutawala kwa niaba yake, ndivyo shetani amekasimisha vitu, utajiri, fedha na mali za dunia hii kutawala kwa niaba yake. Nitakuonyesha baadaye. Kwa hiyo utaona kwamba pesa na umiliki wa vitu na mali ndo kimekuwa ndo kitivo cha vipaumbele vyetu. Yaani mtu kimuuliza, vipaumbele vinapangwa kutokana, vinaamliwa na pesa, vinaamliwa na utafutaji wa mali. Kweli si kweli? Hello? Mtu mmoja ananielewa? Wewe mwenyewe natamani ujiulize, vipaumbele vyangu vya mwaka huu, hata unapopanga vipaumbele vya mwaka kesho, utakuta vipaumbele vingi katika maisha yetu vinaamliwa na mfalme anayeitwa pesa na mali. Ndio anaamua. Sasa Biblia imetufunulia na kutufundisha namna mbalimbali ambavyo tunaweza tukashinda swala hili. Sasa utaona somo tunaongelea habari ya mahangaiko, tunaongelea habari ya mashaka, mishale kutuchoma na namna ya kuyashinda, kuishi maisha yenye ushindi juu ya mahangaiko ya namna hiyo. Kwa nini anakuwepo? Pesa na mali ndo vimewekwa mbele, ndo kinatumika kutuingiza kwenye maisha ya mahangaiko ambayo Kristo hajatuitia. Mahangaiko sio kufanya kazi kwa bidii, usichanganye, sawa? Bwana asifiwe. Siongelee kufanya kazi kwa bidii, naongelea mahangaiko. Nitakaposoma andiko nimetumia hilo neno. Nitakaposoma andiko nafikiri utaelewa ninamaanisha nini. Masumbufu, nafikiri neno ni masumbufu, ndio neno sahihi ndio tumika kwenye maandiko. Hata hapa yani unaweza kukuta hata mtu hasikii neno kwa sababu ya nini? Masumbufu ya dunia hii. Yani katoka nyumbani kaja kanisani, amekaa anasikiliza, lakini kwa sababu ya masumbufu ya dunia hii neno linaingia hapa hata halisikilizi, kwa sababu yuko anawaza na kuwazua kuhusu dunia hii na mambo yanayomzunguka. Hiyo ndio inaitwa masumbufu ya dunia hii. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 34. Neno la msingi la kwanza linasema huwezi ukatumikia mabwana wawili. Mwambie jirani yako, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Mwambie tena, rafiki, huwezi ukatumikia mabwana wawili. Pesa haitakiwi kuwa bwana. Yesu Kristo pekee anatakiwa kubaki ndio bwana wa maisha yako. Mtu mmoja amenielewa? Mali, utajiri havitakiwi kuwa bwana wa maisha ya muamini. Havitakiwi kuamua vipaumbele. Havitakiwi kutawala maisha ya muamini. Kristo ndiye mtawala wa maisha ya kila muamini. Sasa hawa wanaongelewa kuwa ni wawili. Basi tutasoma alafu nitakueleza mambo machache. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Huwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa hiyo mabwana wawili Yesu hakutaka kuwaacha kwenye mabano. Amesema, ametumia lugha ya kawaida, mfano wa kawaida, kwamba huwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Na ndio maana haiwezekani wewe umeajiriwa masaa 8 hapa na umeajiriwa masaa 8 kwingine kwa wakati mmoja. Labda kama upande mmoja unafanya usiku, mwingine unafanya mchana. Lakini hata penyewe kuna mmoja utakuwa mwaminifu kwake, kuna mwingine utakuwa unamuibia kidogo. Si ndio hivyo watu wa Mungu Ndio anachokisema. Anasema hauwezi kumtumikia Mungu na mali. Hajasema
hauwezi kumtafuta Mungu na kutafuta mali. Hajasema hivi. Amesema hauwezi kumtumikia, kuwa mtumishi wa mali au kuwa mtumishi wa Mungu kwa wakati mmoja. Kwa sababu hiyo nawaambia. Sasa amesema huwezi, anasema haiwezekani, anatuonyesha kwamba sio jambo jema. Anatoa na suluhisho. Bwana asifiwe. Unanielewa hapo? Yaani amesema hauwezi. Haitawezekana. Hauwezi ukamtumikia Mungu. Mungu hawezi kuwa bwana wako na pesa na mali vikawa bwana wako. Haiwezekani. Tunakubaliana haiwezekani? Sasa anasema, sasa kwa sababu hiyo, ili mali za dunia hii zisikufanya wewe kuwa mtumwa wazo, anatoa suluhisho. Anasema kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu. Hajasema msumbukie pesa. Lazima usome kwa kuelewa taratibu. Hello. Hajasema msumbukie mali. Kwa sababu kinachofanya mali iwe bwana juu ya mtu ni pale huyo mtu ambaye anaamua kusumbukia maisha yake. Mtu mmoja ananielewa? Yaani anataka atawale maisha yake mwenyewe. Yeye ndio bwana wa maisha yake. Kwa sababu ni bwana wa maisha yake, lazima hakikishe anakaa vizuri. Na kinachowafanya akae vizuri ni mali. Sasa twende polepole. Si ukasema mchungaji anahubiri umaskini. Wala sihubiri umaskini. Naamini uwe na pesa, tena uwe nazo nyingi. Amina. Lakini pesa na mali asiwe bwana juu ya maisha yako. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni. Hebu tusome hapo kwa pamoja. 1, 2, 3. Wangapi wanaamini kwamba wako bora kuliko ndege? Unajua, unaweza kuwa unaona swali gani mchungaji anauliza, lakini maisha tunayoishi kuna kipindi tunafikiri sisi ndege ni bora kuliko sisi. Ndio maana Yesu akatumia huu mfano. Yesu anataka kuionyesha thamani ya mwanadamu machoni pa Mungu. Sasa hapa anaongelea watu kwa ujumla, alikuwa anaongea na makutano. Lakini kwako wewe ni wa thamani zaidi mno, kwa sababu amekununua kwa bei ya juu sana. Haya, tuendelee. Ni yupi kwenu akijisumbua? Nataka hiki kitu kiingie vizuri. Wangapi wamewahi kujisumbua kwa habari ya maisha yao kwa muktadha huu? Mimi nimewahi. Sijui mwingine kama yupo, nyosha kama ufanye namna hii kama umewahi. Kumbe tuko wengi. Sikiliza, Yesu anatoa changamoto gani? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Kwa Mungu yani hicho ni kitu rahisi mno. Alafu anasema nyinyi pamoja na kupambana mkifanya hivyo, hata kujiongeza tu kimo hamwezi, ambacho ndo kitu rahisi kwake. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote. Jamani, Suleimani, vijana wanasema kutupia pamba. Nikisema kutupia pamba mnaelewa? Suleimani alikuwa anajua kuzipanga pamba, kuvaa. Alikuwa ni mfalme anayejipenda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anajaribu kuonyesha jamani, hata Suleimani pamoja na kwamba alikuwa anapanga mavazi, papo nini, makali, dhahabu nini, katika kuvaa kote kule maua yanatokelezea vizuri zaidi kuliko yeye. Alafu yenyewe wala hayasumbuki. Baba wa mbinguni anaamua tu, anayatengeneza yakae yaonekane vizuri. Kuna watu wanasafiri kutoka Ulaya kwenda Mbeya kule kijijini kule, kuna bustani moja ya maua, utalii wa maua. Yaani unapita unaona maua ya rangi tofauti tofauti mazuri. Hajafanya chochote kuwa hivyo, Mungu ameyafanya yawe hivyo. Paka watu wanalipa nauli kutoka Ulaya, kutoka Marekani, wanapanda ndege wanakuja kuyaangalia maua. Alafu mwenyewe hajafanya chochote. Unaipata hiyo picha? Twende taratibu. Basi
Ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa katika tanuru, je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba? Bado anasisitiza uthamani wa nani? Wa mtu. Nataka hiyo usimisi. Msingi mkubwa ni kwamba wewe na mimi ni wa thamani sana machoni pa Mungu. Kwa hiyo kama Mungu anaweza akafanya kwa vitu visivyo na thamani, sisi ni zaidi, tena zaidi sana. Kwa hiyo ninapomwendea Mungu ili niweze kushinda masumbufu katika maisha yangu, ndani yangu lazima uzaliwe mtazamo wa kwamba mimi ni wa thamani. Mtu mmoja amenisikia? Mimi ni wa thamani. Moja. Na kwa sisi ambao tumeokoka, mimi si tu wa thamani, nimenunuliwa na Yesu. Mimi ni mali ya Yesu na nimenunuliwa kwa thamani kubwa, kwa damu ya Mungu mwenyewe. Ameongelea habari ya imani hapa. Shida hapa, maisha ya kutomwamini Mungu na kumtumaini Mungu ndio kunaleta hayo masumbufu. Twende, msisumbuke basi mkisema tule nini, tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Yaani namna ya mataifa husumbukia, yaani wanajisumbua, hawalali sababu ya hayo. Bwana asifiwe. Sasa unasema, je, mchungaji, sisi tusipambane? Hapana, sijasema hivyo na nitakuelewesha muda sio mrefu. Fanya kazi sana lakini usisumbuke. Bwana asifiwe. Weka mipango yako vizuri lakini sio kwenye moyo wa masumbufu, ukijua ya kwamba wewe ni wa thamani na ukijua ya kwamba Mungu anakuangalia, anakupenda, anakujali, anajishughulisha na maisha yako. Kuna mtu amenielewa? Ni jambo moja kusema Mungu anajishughulisha na maisha yangu, na ni jambo jingine kuamini kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yangu. Asubuhi ya leo, mchana huu, natamani utoke kwenye kiwango cha kujua kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yako, uingie kwenye kiwango cha kuamini kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yangu. Roho Mtakatifu akusaidie. Ufunuo huo wawezekana ukausikia kama ni mdogo, lakini ufunuo huu ukikamata moyo wa mtu, maisha ya huyo mtu hayana masumbufu tena. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu anajali. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anajishughulisha na maisha yetu. Anayaona machozi yetu. Anayaona mahitaji yetu. Anayaona mahangaiko yetu. Anaijua kesho yetu. Anaijua kesho kutwa yetu. Yeye ametununua, anatumiliki. Sisi ni wa kwake, wala si wa sisi wenyewe. Usisumbukie. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni. Kwa nini usumbukie? Anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Unajua, ni maandiko ambayo tunasoma kila wakati. Mchana leo natamani mimi na wewe tufikie kiwango cha kuamini pasipo na shaka ya kwamba Mungu wangu wa mbinguni anajua kwamba ninahitaji kuvaa. Halo? Anajua kwamba ninahitaji kusomesha watoto. Anajua kwamba ninahitaji kujenga nyumba. Anajua kwamba ninahitaji kusafiri ninapotakiwa kusafiri. Anajua kwamba kuna kipindi nahitaji kwenda hospitali na nikaripe. Anajua. Imani yangu ijengwe kutoka kwenye msingi huo ya kwamba Baba yangu, Baba yetu wa mbinguni anajua tunavihitaji hivi vyote. Yeye siyo baba mbaya. Mungu wetu ni baba mwema sana 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 sana. Tuna baba mwema mno. Na ndio maana kanisa hili linaitwa Yesu anajali, au Yesu anayejali. Natamani kila mmoja aliye sehemu ya utumishi huu atambue jina tulilo nalo halijawekwa kwa bahati mbaya. Huyu Yesu tunayemtumikia anajali. Nimewambia wakati mwingine katika utamaduni wa Kiebrania ambao ndo tumeutumia kutoa hilo jina, jina la kitu ndio kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu anajali.
Yesu anajali. Mwambie mwingine tena, Yesu anakujali. Mwambie anajali mahitaji yako. Anajali mahitaji yako yote ya msingi. Anajali. Na anajishughulisha nayo. Anajua unayahitaji. Usifikiri kwamba hajui. Unajua tunaishi maisha kana kwamba tunamwabudu Mungu asiyejua kwamba tunahitaji. Anajua. Hata kama unaomba, lazima uombe kutoka kwenye mtazamo huo wa kwamba ninamwomba Mungu anayejua kwamba hivi ninavyoviomba ninavihitaji na ni vya lazima na ni vya msingi. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Utafuteni kwanza namna ya kuepuka masumbufu, ili nisiwe na maisha ya masumbufu na mahangaiko. Niweke vipaumbele vyangu sawa. Kwanza kutafuta. Sasa unautafutaje ufalme wa Mungu? Nini ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu ni utawala wa Kristo ndani ya mioyo ya watu. Simple. Amen. Kwa cha kwanza kutafuta, cha kwanza utawala wa Yesu uwe ndani yangu na kwa watu wanaonizunguka. Focus yangu, juhudi zangu nyingi niziweke kwenye kuhakikisha kwamba Yesu Kristo ni mtawala wa maisha yangu, ni Bwana juu ya maisha yangu. Kwa sababu akisha kaa kwenye kiti cha enzi cha moyo wako kama mtawala, hautatumikia bwana mwingine. Kristo pekee atabaki kuwa Bwana ndani ya maisha yako. Ndio maana anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta kwanza utawala wa Kristo ndani ya maisha yako. Haukomei hapo, na tafuta kupanua ufalme wa Mungu, yaani utawala wa Kristo kwenye mioyo na maisha ya watu wengine. Wakati watu wana panic, kitu ambacho kwa kina kriki kwenye kichwa chako ni kuanza kuangalia ni kwa namna gani hapa Tanzania ufalme wa Mungu utapanuka. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Na ndio huo tunaingia na huo mwelekeo. Tumeitwa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Nitarudi kwenye haki yake. Kwanza ufalme wa Mungu. Kwanza ufalme wa Mungu. Badala ya kuingia kwenye masumbufu, jikite kwenye kuhakikisha ufalme wa Mungu, utawala wa Kristo ndani ya maisha yako. Kwanza wewe kama mtu binafsi unashamiri, unatanuka, unaongezeka. Halafu utawala wa Kristo kwenye kizazi chako. Ndio kutafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Sasa haki hatuendi kuitafuta sehemu. Yesu anaposema hapa anamaanisha kama umekwisha kumwamini Yesu, tayari haki ipo ndani yako. Sasa unaitafutaje haki yake? Kuidhihirisha, kuyaishi maisha yenye kuidhihirisha haki ya Mungu uliokwisha kuipokea kupitia wokovu. Utawala wa Kristo unapoingia ndani yangu, unadhihirisha na haki yake. Halafu haya mengine sio ya kutafuta kwa maana ya masumbufu. Kazi tutafanya, mipango tutapanga, lakini hatutaendeshwa na mfalme pesa na mali. Pesa na mali watakuwa watumishi wetu, hatutakuwa watumishi wao. Sisi tutamtumikia Kristo. Atatuwezesha kupata pesa na mali, halafu hivyo vitatusaidia, vitatutumikia, vitakuwa nyenzo za kulitumikia shauri la Bwana. Unaiona hiyo? Hiyo ndio inatakiwa ijengeke ndani yako, na hapo ndio utakuwa umehakikisha hutaishi maisha ya masumbufu. Usipate vidonda, usipate pressure. Hello? Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie kitu. Wewe ambao umekaribia kupata pressure au vidonda kwa sababu ya yale unayokabiliana nayo, Mungu anakupenda. Mungu anajua hayo mahitaji yako.
Mungu anajua, anaiona hali yako kwa uhakika, na analo suluhisho na jawabu juu ya hilo. Anataka moyo wako na moyo wangu umwangalie yeye kwa kumwamini na kumtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja ananielewa? Luka 4:5-7. Yesu alipokuwa ameenda kuomba, baada akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, ametoka kwenye kubatizwa, amefurika Roho Mtakatifu, pika siku 40 za maombi, Ibilisi akajitokeza. Wajua kuna watu wanafikiri ukiomba shetani haji. Alienda kwenye chumba cha maombi cha Yesu. Ndio maana ni lazima ukiwa mwombaji uwe mtu wa neno. Amina. Uwe mtu unayeelewa kweli ya Kristo. Kama una shauku ya kuomba, uwe na shauku ya kuhudhuria Bible study zote. Amen. Sisi hatutaki waombaji wasio na maarifa ya neno. Wanapiga makelele ovyo. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Mtego unaendelea kukamata watu leo. Mtego. Shetani hajaacha. Anakuonyesha. Unaona huko? Yaani hii yote nitakupa, yote. Ndio maana hata wapendwa wanajikuta wameingia kwenye shortcut. Wanaabudu na kumsujudia shetani. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa vizuri? Sasa anakuja anamwambia, unajua hata Yesu alipojibu, Yesu hakubisha na kusema kuna wewe hivyo vitu vyote, kwa sababu unajua inatoka wapi? Adamu wa kwanza alimkabidhi mamlaka shetani. Si ndio hivyo? Ndio maana anaitwa Mungu wa dunia hii. Ni kweli shetani anaweza akawapa watu vitu. Ni kweli. Na huu mtego anautumia sana. Ndio maana ukisikiliza hata kanisa limehama kutoka kwenye msingi, limeingia kwenye hivi vitu. Shetani analitumia watu wahame. Msisitizo unakuwa kwenye vitu. Mali, pesa. Si ndio hivyo watu wa Mungu? Anawaonyesha, anawaambia, unakuta mpaka watumishi wa Mungu wamemsujudia kwa kujua au kutokujua, kwa sababu amewaonyesha, ukifanya hivi nakupa hivi, unapata hiki, unapata hiki, na watu wanajikuta wanaingia kwa kujua au kutokujua. Utawezaje kustahimili hiyo? Ni pale ambapo Yesu amekuwa Bwana wa maisha yako. Amina. Kama pesa bado zinaukamata moyo wako, hello, kama mali ndo mtawala wa moyo wako, anachofanya shetani hapa, anakuonyesha tu, unakwenda. Yaani anachofanya Ibilisi, ametumia mali na fedha kutawala watu. Unanielewa? Unanielewa? Kwa nini wanatawaliwa kwa urahisi? Kwa sababu mioyo yao iko chini ya utawala wa Bwana anaitwa fedha na mali. Kwa hiyo anachofanya, anakuonyesha tu, Ibilisi anachofanya, anakuonyesha tu ziko huku. Alafu yule bwana aliyekamata maisha yako au maisha ya mtu, anamsukuma na kumwelekeza mtu aliko. Ndio maana Yakobo anasema mtu anajaribiwa na nini? Tamaa zake, huku akivutwa. Usianze kumlaumu shetani. Wewe ndio umeruhusu moyo kutawaliwa na mali na pesa na vitu vya hapa ulimwenguni. Vikisha tawala moyo, wewe ni mtu wa hatari mno. Kwa sababu Ibilisi anachofanya, anakuonyesha tu ziko huku. Kwa sababu ndo zinakamata na kufanya maamuzi. Vipaumbele, nilisema mwanzo, vipaumbele vya mtu vyote vimekuwa vimezunguka kwenye pesa. Akionyeshwa tu, anarudi kwenye notes zake, anabadilisha vipaumbele vyote, anaenda kule inakotakiwa. Anasujudia bila kujua.
Hebu mruhusu Yesu autawale moyo wako 100%. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu alishinda kwa sababu yeye hakuruhusu. Shetani anatumia pesa, umaarufu, nguvu kutawala watu na kuwafanya wamwabudu na wawe watumwa wake. Ndio anachotumia. Matendo mengi maovu juu ya uso wa nchi. Watu wanaua, watu wanafanya kila aina ya dhuluma. Wanataka mamlaka, wanataka nguvu, wanataka nafasi. Watu wanaenda kwa waganga, wanataka nafasi za kisiasa, wanataka kupandishwa kazini. Kilichompeleka ni kwa sababu moyo wake unatawaliwa na mali. Shetani anamuonyesha tu, ukinisujudia nakupa cheo hicho hapo. Anakwenda kwa mganga sio kwa sababu anataka. Anakwenda kwa mganga kwa sababu moyo wake unatawaliwa na pesa, mali na mafanikio ya hapa duniani. Ndio kinachompeleka. Hapendi mganga. Ndio maana anaenda anajificha. Ndio maana anaenda usiku. Ndio maana ukimuita mshirikina mnagombana. Lakini kiunoni kavaa hirizi. Ukimwambia wewe mshirikina anakugombeza mnagombana. Kwa nini asiwe proud? Kwa nini asione raha kuwa na hicho kitu? Ni kwa sababu kinachosukuma, kinachofanya ni yale mengine. Kwa ili ushinde maisha ya mahangaiko, masumbufu, lazima moyo wako ushinde tamaa ya pesa na mali. Mtu mmoja ananielewa? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mathayo 6:33 tulisoma, inaweka vipaumbele vyetu sawa. Inasema utafuteni kwanza ufalme wake. Kwanza ni swala la vipaumbele. Kutafuta kwanza. Haijasema vingine visitafutwe, visifanyiwe kazi, lakini vipaumbele. Kwanza ufalme. Nimekuelezea maana ya ufalme na haki yake inatafutwaje. Ili mtu uweze kushinda mahangaiko, lazima uwe ni mtu ambaye umeweka kipaumbele chako cha kwanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Bwana asifiwe. Najua unahitaji kuvaa, na Mungu anajua unahitaji kuvaa. Mungu anajua unahitaji kula, anajua tunahitaji kula, anajua tunahitaji kusomesha, tunahitaji vyote. Mahitaji yako na yangu Mungu anayajua. Sema maneno haya baadaye. Sema, mimi natambua pasipo shaka ya kwamba mahitaji yangu yote yanajulikana na Mungu. Amen. Na huyu Mungu ni mwema. Shika jirani yako, mwambie Mungu wetu ni mwema. Mwambie mwingine, Mungu wetu ni mwaminifu. Na Mungu wetu anajali. Hello? Mungu wetu ni mwema. Sijui nielezeje, lakini tunataka kama kuna kitu natamani kizame, Mungu wetu ni mwema. Yaani kama kuna kitu unaona hakiingii kwenye moyo, hata kama itabidi ufunge 3 kavu. Sawa? Ili hii kweli izame iwe halisi ndani yako. Hayo ndio maombi yanayobadilisha kweli kweli. Yaani kama itakulazimu ufunge. Yaani kama ukisema Mungu ni mwema, unasikia huku moyoni kuna kitu kinagoma, si ndio hivyo? Yaani haijatulia. Basi jiapize, sitatoka kwenye maombi mpaka moyo wangu ukubali kwamba Mungu ni mwema. Hayo ndio maombi natamani uanze kuyafikiria. Mungu wetu ni mwaminifu. Hello? Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anatujali. Nasema Mungu wetu anatujali. Mungu wetu anajishughulisha na maisha yetu. Mungu wetu anajishughulisha na mambo yetu. Mambo yangu Mungu anajishughulisha nayo. Mwandishi wa Ibrania anajaribu kuonyesha kwamba moja ya kusudi la Yesu kuja kwenye mwili ilikuwa ili aishi maisha tunayoyaishi, kwa sababu yeye ni kuhani wetu mkuu. Aweze kutuombea kwa sababu anajua nini kinachoendelea. Umewahi kutafakari? Yaani Mungu anaamua kuvaa mwili ili asikie hivi inajisikiaje kulala njaa.
Hivi najisikiaje kudaiwa kodi? Wangapi wanajua Yesu alidaiwa kodi? Sasa ndio maana ya kujifunza maandiko. Na hauna hela na unadaiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni wewe tu ndio mai kudaiwa alafu una hela? Yesu alidaiwa kodi ya serikali ya Kirumi, sio yake tu, na ya wanafunzi wake, na miujiza yote aliyokuwa akifanya bado alidaiwa kodi. Na siku hiyo kwenye mfuko wake mhasibu akamwambia, mzee, leo ni kweupe. Anajua maana ya kudaiwa kodi afu una hela. Anajua. Bwana asifiwe. Anajua maana ya kuwa na watu 5,000 wamekuzunguka, wana njaa na wamechoka, halafu na samaki 2 na mikate 5. Anajua. Anajua maana ya kukutana na dhoruba, chombo kinaanza kuyumba. Anajua. Anajua maana ya kukataliwa. Anajua maana ya kusingiziwa. Anajua maana ya kuteswa. Anajua maana ya kupigwa na kuadhibiwa pasipo kosa. Anajua mtu anajisikiaje. Hakuna kitu asichokijua. Na ndio maana yeye ni kuhani wetu. Na kazi ya kuhani ni kuombea. Kazi ya kuhani ni kutusogeza mbele za Baba. Unaye Mwokozi, unaye Bwana anayejua kuliko unavyofikiria. Mtu mmoja ananielewa? Haleluya. Nataka kwenye nyakati hizi na siku zote za maisha yako, kumbuka neno hili. Tunaye Kristo anayejua kila kitu kinachotuhusu. Anajua maumivu, sio tu ya rohoni na ya mwilini. Alipigwa mijeredi. Jamani, mijeredi ilikuwa inapigwa kwenye mwili, sio mwili wa kiroho. Alipigwa msumari. Alisikia maumivu ya kawaida. Hello? Anajua namna ya kuomba wakati unakabiliwa na hatari. Anajua. Aliwahi kuomba mpaka jasho ya damu ikatoka. Getsemani pale aliomba. Anajua kuomba na watu wakasinzia wakakuacha peke yako. Anajua. Amepitia hapo. Wakati una jambo lako kubwa, watu wote wakakuacha, ukabaki peke yako. Watu uliotembea nao, watu uliowaamini, watu ambao wamekuwa na wewe karibu, anajua zote hizo hali amezipitia. Mungu wetu ni mwema. Nasema Mungu wetu ni mwema. Nasema Mungu wetu ni mwema. Tunaye Bwana aliye mwema. Tunaye Bwana aliyeyapitia yote ambayo tunayapitia, lakini bado akaibuka kwa ushindi, na ushindi huo anatuhakikishia, na sisi tunapomruhusu awe Bwana juu ya maisha yetu tutashinda. Nasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Tukae watatu tuombeane. Hebu waombee tu wenzako wapate maarifa ya wema wa Mungu kwenye maisha yao. Basi wala sio mambo mengi. Kujua tu ufunuo wa kwamba Mungu wetu ni mwema. Basi hilo tu, wala sio mengi. Yaani ufunuo wenyewe kwamba Mungu ni mwema. Kizaliwe ndani, yani kizaliwe ndani ya mtu kwamba Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Na kwamba anayajua mahitaji yetu yote. Anajua kila kitu. Anajua kila kitu tunachopitia. Hakuna kinachompita bila kujua. Waombee hao, waombee. Huo ufunuo uzaliwe. Yaani waombea tu huo ufunuo uwe ni halisi. Tusiwe tunasema tu mdomoni kwamba Mungu ni mwema. Iwe ni halisi, izaliwe ndani. Roho Mtakatifu sababisha ufunuo huu ndani ya kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mungu ni mwema. Tunajua wewe ni mwema. Lakini haingii tu kichwani bila msaada wako Roho Mtakatifu. Maombi yangu mchana huu ni kwamba ufunuo huu wa wema wako Mungu na uaminifu wako uwe dhahiri ndani ya maisha ya mtu.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ufunuo huu Roho Mtakatifu uzalishe, ufinyange sasa, uwe halisi. Ufunuo wa wema wako. The revelation of your goodness. The revelation of your goodness by the Holy Ghost. Kwa Roho Mtakatifu, kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu, macho ya kila mmoja yafunguke kujua wema wako katika uhalisi wake, katika jina la Yesu Kristo. Natamka macho ya mtu yafunguliwe, macho yetu yatiwe nuru, macho yetu yafunguke, macho yetu yafunguke kuona wema wa Bwana. Tujue ya kwamba wewe ni mwema, tujue ya kwamba wewe ni pendo, tujue ya kwamba wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, finyanga mashaka juu ya wema wako, tunayapinga kwa katika hali zote. Tukumbuke na kujua wewe ni mwema, mchana, usiku, jioni, asubuhi, majira yote. Wewe Mungu ni mwema, unatujali. Baba, ninaomba ufunuo juu ya kila mmoja. Unajali mahitaji yetu, unayajua mahitaji yetu. Baba, ninaomba jambo hili liwe halisi. Ninaomba Baba, kwa Roho yako Mtakatifu, jambo hili liwe halisi, litoke vichwani liingie kwenye maisha yetu, lifanyike kuwa halisi, lifanyike kuwa halisi ndani ya mtu, lifanyike kuwa halisi, lifanyike kuwa halisi, na liumba ndani ya moyo wa mtu ufunuo wa kwamba wewe unajishughulisha na maisha yetu. Ufunuo huo uzaliwe ndani ya mtu, uwe ni halisi. Ufunuo wa kwamba Yesu unajishughulisha na maisha yetu, unajishughulisha zaidi ya sisi tunavyojishughulisha, na la kwetu tunatakiwa tukuamini na kutumaini, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila udanganyifu ambao shetani amepanda ndani yetu, ninaung'oa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naitamka kweli yako, fahamu zetu zikubaliane na ya kwamba wewe ni mwaminifu, unajishughulisha na maisha yetu, unatujali na unatupenda. Ayo masumbufu, ilo pepo la mahangaiko na masumbufu, iyo roho ya mahangaiko, masumbufu ya kufikiria sisi ndo tunaendesha maisha yetu, huo uongo wa shetani uliopandwa kutoka kwenye mahubiri manyonge, kutoka kwenye elimu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mapinduzi ya nia zetu, mapinduzi ya nia zetu, mapinduzi ya mitazamo yetu, sasa inazaliwa, sasa inazaliwa, sasa inazaliwa ndani ya kusanyiko hili. Nalitamkia kusanyiko hili mapinduzi, mapinduzi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mapinduzi, mapinduzi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mapinduzi ya fikra, mapinduzi ya mtazamo, mapinduzi ya nia ya ndani. In the name of Jesus. Pokea ufunuo wa Kristo, pokea ufunuo wa Kristo, pokea ufunuo wa, pokea ufunuo wa. Asante Baba, kwa maana wewe ni mwema. Tumepokea, hatutasumbuka. Tunajua unahusika na kula kwetu, kunywa kwetu, kuvaa kwetu na mahitaji yote ya msingi. Tutafanya kazi kwa nguvu tukiwa na uelewa huo, tukiwa na mtazamo huo. Tunakataa pressure, tunakataa pressure, tunakataa pressure kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kusanyiko hili hakuna atakayeishi kwa hofu ya kesho, kwa hofu ya kesho, na twasha pepo la hofu na mashaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutainuka na kufanya kazi kwa ufanisi.